Kutimuliwa kutoka ofisini kwake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua imeanza mchana wa leo, huku mahakama ikitarajiwa kusikiza kesi ile kwa siku 3. Gachagua ameitaka mahakama kutupilia mbali ombi lake la kuomba kurejeshwa ofisini, japo akitaka korti itangaze kuwa alitimuliwa kinyume cha sheria. Pia wameambia mahakama kuwa taratibu zilizotumiwa kumtimua Gachagua ziliharakishwa kiwango cha kuwa hakupewa muda wa kujitetea hata baada yake kulazwa hospitalini. Mahakama Kuu ya Nairobi imerejelea kusikiza kesi ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mchana wa leo, mawakili wa Gachagua wamejizatiti kuirai mahakama kutangaza kuwa taratibu zilizofuatwa kumtimua Gachagua zilikuwa kinyume cha sheria. Kwenye ombi lake, Gachagua pia ametaka mahakama kutupilia mbali ombi lake la kurejeshwa ofisini, ila akitaka afidiwe na alipe marupurupu ya naibu wa rais. His Excellency Rigathi Gachagua amended and served his re-amended petition dated 13th of August 2025, in which further re-amended petition, he abandoned the prayer for reinstatement. I wish again, my lords, your leadership, to reiterate that position on record. Mawakili wale wakiongozwa na Paul Mwite wameiambia mahakama kuwa mteja wao hakupewa muda unaofaa wa kujitetea, kwani hata wakati mmoja alilazwa hospitalini. Here, falling ill on the second day of a grueling 2-day hearing, the Deputy President sought a 3-working-day adjournment to Tuesday, 22nd October, to enable him to recover and appear for cross-examination. The Senate defeated that proposal to adjourn until Saturday to see if the Deputy President had recovered. Egged on by the National Assembly, the Senate insisted on proceeding in the Deputy President's absence. Pia wametilia shaka jinsi maoni ya Wakenya ilivyochukuliwa kuhusiana na swala la kutimuliwa kwa Gachagua, wakisema Wakenya hawakupata nafasi murwa. Aidha, wamesikitika kuwa mteja wao alitimuliwa kwa mwendo wa umeme, wakisisitiza kuwa mchakato huo wote uliharakishwa. Senate, as senior counsel here said, worked with ungodly speed in impeaching the first petitioner before you here this afternoon. It's our submission that such an important exercise to remove the Deputy President from office, who was elected by the majority of Kenyan in each gazetted polling station in the country, required a similar methodology and participation to remove him from office. Baada ya kesi ile kusikizwa mchana wa leo, vikao vingine vitarejelewa tena tarehe 7 na 8 mwezi ujao.